Baada ya kumaliza mfungo, watu wengi sana huwa tunapoteza ule moto wa Roho Mtakatifu. Unaendelea kula, kuomba kunapungua, ile kunena kwa lugha kunapungua, unasubiri mpaka mfungo mwingine. Ukiwa kwenye mfungo, nimemuona Bwana kwa nguvu sana, lakini baada ya kumaliza mfungo, kiukweli ratiba inabadilika. Leo nataka nikusaidie ni vitu gani ambavyo unatakiwa ufanye baada ya kumaliza mfungo ili kusudi ule moto wa Roho Mtakatifu uendelee kukaa hapo. Kitu cha kwanza kabisa kwamba endelea na ratiba yako ya kwanza. Sio hii ratiba uliyoipata kwenye mfungo. Wengi tunakosea. Ukiwa kwenye mfungo, mfano kwenye siku 3 kavu, utaomba saa 6, utaomba saa 9, utaomba saa 12, utaomba saa 2, utaomba saa 9 za usiku. Kwa sababu mara nyingi sana tunakuwa ni sehemu ya kificho. Tunakuwa kama tuko mlimani. Kama vile ambavyo Mungu alimwambia Musa, ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 34 kwamba akutane naye kwenye mlima Sinai asubuhi ikiwa hamna mtu yoyote aende kule, na sisi ndio huwa inakuaga hivyo. Tunakuwa tuko sehemu ya kificho, tunajificha na Bwana. Kwa kuna kazi zingine ambazo tunakuwa hatufanyi. Maybe labda unakuwa haupiki, haufui, haufanyi nini. Zile ratiba za kawaida tu zinakuwa hazipo tena. Au kuna watu ambao unaweza kuwa unaenda kazini lakini zile ratiba zako za wewe mwenyewe hata kutumia smartphone, kutumia nini, zinakuwa hizo hazipo kabisa, unakuwa umeziacha. Sasa baada ya kumaliza mfungo, wengi tunashindwa kukopa kwa sababu tunalazimisha ratiba hii ambayo tulikuwa nayo kwenye mfungo tuendelee nayo wakati ratiba yetu na maisha yetu mengine ni vitu ambavyo havihusiani. Sijui kama kuna mtu ambaye utakuwa unanielewa ninachokimaanisha. Kwamba ratiba yako ya awali ilikuwa hivi. Ulikuwa unaomba saa 6, ulikuwa unaomba saa 9, ulikuwa unaomba saa 2 usiku, ulikuwa unaomba saa 9 usiku. Lakini kwenye mfungo ni kwamba kila baada ya masaa mawili unaingia kwenye maombi. Kila baada ya masaa mawili unaingia kwenye maombi. Kwa hiyo ukimaliza mfungo usianze na ile ratiba ya kila baada ya masaa mawili. Endelea na ile ratiba ambayo ulikuwa nayo mwanzoni. Halafu Roho Mtakatifu atakusaidia kujiadjust taratibu kwenye hii ratiba mpya uliokuwa umeipata. Sasa ukianza kuforce hii ratiba mpya kwamba kila baada ya masaa mawili uanze kuomba na wakati unajikuta huko tayari umeshaingia kwenye majukumu, kama ni mtu wa kupika unapika, kama ulikuwa unaenda kazini unabidi uende kazini, kama ulikuwa inabidi ufanye hivyo. Unajikuta ni mtu ambaye unachoka kiasi kwamba kuomba tena hauwezi. Unajikuta ni mtu ambaye yani una hali fulani hivi ambayo naweza kusema haielezeki kwamba unajikuta ni kwamba ili mradi tu uonekane umeomba, usikae bila maombi. Kama ulikuwa unaomba kila baada ya masaa mawili, kila baada ya masaa mawili unatafuta dakika 2, Bwana Yesu wewe ni mwema, ni mwaminifu, nakushukuru, amina, basi unaondoka. Sasa hicho ni kitu kibaya. Lakini kitu ambacho unatakiwa ufanye ni kurudi kwenye ratiba yako ya awali ambayo ulikuwa nayo. Ulikuwa ni mwombaji mzuri, ulikuwa ni mtu ambaye unazunguka unasema injili, unawaambia watu habari za Kristo, unafanya nini? Rudi kwenye ratiba yako, usikae kwenye kificho, usije ukampa ibilisi nafasi. Unajua ile hali ya kwamba nimekaa kwenye kificho, nilikuwa kwenye mfungo, nimekaa kwenye hali ya kificho, najitegemea mimi mwenyewe, pengine ibadani siendi, pengine wapi siendi, unampa ibilisi nafasi. Na Biblia inatuambia kusoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4, inasema hivi, msimpe ibilisi nafasi. Anzia mstari wa 30 I think. Inasema usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi kabisa. Yaani usitake kupambana na ile ratiba ya katikati ambayo umepata katikati, wakati kuna ratiba mwanzoni ambayo Roho Mtakatifu alikupa. Kwa ile aliyokupa Roho Mtakatifu, kwa sababu sasa hivi kwenye mfungo alikufa nyingine mpya. Anza na ile ya mwanzoni, halafu atakusaidia yeye mwenyewe kukupeleka kwenye hii mpya. Kwa sababu ndani ya siku 3 huwezi kubadilisha tabia yako. Ndani ya siku 3. Hata ndani ya siku 21 ile ratiba ya siku 21 pia yani hauwezi kusema kwamba moja kwa moja umebadilika tabia yako, hapana. Inawezekana ikawa imekusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini hiyo isikuchanganye wewe kwamba ukaanza kusema okay, nilikuwa naomba kila baada ya masaa mawili, kila baada ya masaa mawili, na huko ningana na majukumu mengine. Hicho kitu kitakuumiza sana, na mwisho wa siku utajikuta umepoa, umechoka, ile hamna kiu tena, hamna ya maombi. Kwa endelea na ratiba yako ya awali. Na pia tunaona kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 tunamuona Yesu baada ya kumaliza mfungo na kukutana na yale majaribu aliposhinda, aliendelea kuwa mtu wa maombi. Hakuacha kuwa mtu wa maombi. Yesu alikuwa ni mtu muombaji since zamani, kati bado yuko mdogo. Na alikuwa ni mtu ambaye ameanza kuingia hekaluni tangu akiwa yuko mdogo. Hata alipokuwa amejiandaa na ule mfungo wa siku 40 amemaliza, ndo anajiandaa na huduma, aliendelea na ratiba yake kama ilivyokuwa mwanzoni. Ni mtu wa maombi, alikuwa anaenda kuomba. Ni mtu wa kujitenga, alikuwa anajitenga. Kila kitu kilienda kama alivyokuwa anafanya mwanzoni. Akusema tena kwa sababu siku 40 nilikuwa niko kifichoni, nimekaa nyikani, nimejitenga, basi niende huko nyikani tena nikakae huko. Hapana, hakusema hivyo. Alirudi kwenye ratiba yake ya kawaida. Kwa na sisi kwetu inatakiwa hivyo hivyo. Baada ya mfungo hakikisha unarudi kwenye ratiba yako ya kila siku. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya ili uendelee na ule moto wa Roho Mtakatifu baada ya kumaliza mfungo, endelea na maombi uliokuwa unayaomba. Sio, unanielewa? Endelea na maombi uliokuwa unayaomba. Biblia inasema kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Kusoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 41. Usiwe mtu wa kupumzika. Maana nyingi sana watu tukimaliza mfungo tunakuwa ni watu wa kupumzika. Yaani unapumzika kabisa kuomba kwa sababu nimeomba, Bwana amesikia na nini na nini. Nataka kuambia tujifunze kutunza muujiza. Tujifunze kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Endelea na maombi yako. Ni aidha uchague mambo mawili. Endelea na shukurani au uendelee kuomba tu kumkumbusha Bwana. Kwa sababu anasema nikumbushe nipate kupewa haki yako. Unasema kwenye kitabu cha Isaya 43 mstari wa 26. Anasema nikumbushe upate kupewa haki yako.
Kwa hiyo unaweza kaendelea kumkumbusha Bwana kwamba Mungu nakukumbusha, kwa sababu kwenye kumkumbusha Bwana ndiko kunakokupa wewe nidhamu. Unajua unakuwa ni mtu mwenye nidhamu kwamba okay, namkumbusha Mungu kina kile, kwa lazima nikae kwenye utakatifu, lazima nilikuwa naomba Mungu kwa habari pengine ya shule, kwa habari ya kazi, lazima nikae kwenye nidhamu ya kuendelea kumtafuta Bwana. Lakini pia ninavyosema endelea kuwa na maombi, unaweza kuanza kuwa maombi ya shukrani. Usije ukakaa tu. Unajua shetani ana tabia moja ya kukufanya kwamba umeomba sana. Kwa nini usipumzike? Ukijikuta umepumzika pale pale na kupiga na kitu. Kwa hiyo unajikuta wewe ni mtu ambaye kila muda ni mfungo, kila muda ni mfungo. Utakapofika muda wa kufungulia unapoa tena unaenda. Wewe ni mtu ambaye unapoa na kitu ambacho hakitakiwi kuwa hivyo. Na tunaona hata Yesu Kristo, nimesema kwenye kitabu cha hata Mathayo sura 4 na Luka pia unaona kwamba Yesu baada ya kumaliza mfungo wake aliendelea na maombi. Aliendelea kuwa ni mtu muombaji. Aliendelea kuwa ni mtu ambaye anamtafuta Bwana. Aliendelea kuwa ni mtu ambaye analeta ukaribu na Mungu. Kwa hiyo na wewe baada ya mfungo endelea na maombi uliokuwa unayaomba. Wengi huwa tunapumzika kwamba nimeomba ngoja nipumzika. Hutakiwi kupumzika. Ulikuwa unaomba Mungu kwa habari ya shule, anza kumshukuru Mungu kwa habari ya shule. Ulikuwa unaomba Mungu kwa habari ya ndoa, anza kumshukuru Mungu kwa habari ya ndoa. Ulikuwa unaomba Mungu kwa habari ya kazi, anza kuiba mshukuru Mungu kwa ajili ya kazi. Usiwe mtu wa kupumzika. Ukipumzika unampa ibilisi nafasi. Na mwisho wa siku anaweza kaingia katikati, akatengeneza kitu ambacho kitafanyika kama muujiza wakati sio muujiza. Ukajikuta umeingia hapo. Ile unasubiri kitu chako kikamilike pengine siku 2 mbele, shetani anakuvamia, anakutoa uweponi, unajikuta umepotea kwenye direction kabisa. Kwa kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya wewe mtu ambaye unamtegemea Kristo Yesu na Mwokozi, baada ya kumaliza mfungo, endelea na maombi uliokuwa unayaomba. Yaani hakikisha ule moto hauzimi. Biblia inasema msimzimishe yule roho. Yaani usihakikisha umzimishi wala umkandamizi huyo Roho Mtakatifu. Lakini kitu kingine ni kwamba baada ya maombi hakikisha unamtunza Roho Mtakatifu. Unamtunza vipi? Kwa kuishi kwenye yale matunda ya Roho Mtakatifu, kwa kuishi kulingana na vile Roho Mtakatifu anavyosema, kwa sababu wengi baada ya maombi tunaanza kumhuzunisha yule Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivi, wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mliitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Usiwe mtu wa kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Wengi baada ya mfungo, kwa sababu tumefunga, tumeomba, tunamuona Roho Mtakatifu, kumtunza huwa inakuwa ni ngumu. Tunaanza kurelax, tabia zinabadilika, matendo yanabadilika, tunamwacha Roho Mtakatifu. Mwisho wa siku kama ni maamuzi unaweza kujiamulia, kama ni kitu fulani yaani popote vile unajiamulia, yani kana kwamba umekuwa unapumzika, unaona kama ulikuwa kwa kifungoni. Kwa kitu ambacho unatakiwa ufanye baada ya kumaliza mfungo, mtunze Roho Mtakatifu. Umtunze kwenye matunda yake kama Wagalatia 5:22 inavyosema, mtunze, yani hakikisha unamtunza. Na Roho Mtakatifu anatunzwa kwa kuomba, kwa kuabudu, kwa kusifu na kwa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mtunze huyo Roho Mtakatifu. Endelea kukaa ndani ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Endelea kumuuliza Roho Mtakatifu ule ushirika uliokuwa nao mwanzoni, yale mambo ambayo ulikuwa nao mwanzoni, endelea kuyafanya vile vile ulivyokuwa mwanzo. Mtunze Roho Mtakatifu. Ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ishi maisha yanayomsifu Mungu. Lakini wengi huwa tunashindwa. Kwa nini? Nimekuja kukumbusha baada ya mfungo, hakikisha unamtunza Roho Mtakatifu. Mtunze, usimwache. Na shetani huwa anatupiga sana baada ya mfungo. Ninasema hiki kitu kwa sababu ninafahamu. Anaweza kukupiga na sononeko, anaweza kukupiga na hali ya kufanya kama uone kama Mungu hakusikia. Kwa akisha kupiga hivyo unajikuta umeshindwa kumtunza Roho Mtakatifu. Kwani kwa sababu Roho Mtakatifu hakai kwenye mtu ambaye ana uchungu, mtu ambaye ana huzuni. Anaweza kawa yuko ndani yako lakini akazima kwa sababu wewe umuhitaji. Uko na uchungu umepanda juu. Kwa hiyo unajikuta ni mtu ambaye umejaa na uchungu sana, umejaa na hivyo sana, kitu ambacho inamfanya Roho Mtakatifu asiwepo tena. Kwa baada ya mfungo ule moto unazima, kwa sababu Roho Mtakatifu pia nao unakuwa umemzima, vile vitu vingine vimeinuka, shetani alipoleta majaribu na hiki inakuwa vimezima. Lakini kitu kingine baada ya kumaliza mfungo, ili kusudi uweze kubaki na ule moto, ni kwamba tenda yale ambayo Roho Mtakatifu amekwambia kipindi cha mfungo. Roho Mtakatifu amekwambia nini kipindi cha mfungo? Pengine unaomba labda masaa 2, pengine unaomba masaa 3, pengine sijui labda ni mtu wa kutoa sadaka, mtu wa kwenda ibadani. Basi tenda yale ambayo anampenda Roho Mtakatifu. Atakusaidia wewe kuendelea kukaa kwenye uwepo, hata kama upo kwenye mfungo, lakini atakusaidia wewe kuweza kukaa kwenye uwepo. Kwa sababu kama Roho Mtakatifu kwenye mfungo alikwambia kwamba unatakiwa unasikiza nyimbo fulani za kuabudu, basi endelea kusikiliza hizo, usichukue zingine tofauti na hizo. Kwa kufanya hivyo utaendelea kutunza moto wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukitenda, mfano kama mzazi wako akakwambia labda usifanye hivi, haujafanya, utampendeza mzazi wako. Lakini ukatokea umefanya, utamuudhi mzazi wako na utamfanya mzazi wako akose imani na wewe. Na ndipo ilivyo pia kwamba ukiwa katikati ya mfungo, Roho Mtakatifu akikupa maelezo kwenye mfungo kwamba anatakiwa fanyike haya na haya na haya, ili kusudi uweze kutunza huo moto, unatakiwa uendelee kudili na mambo kama hayo. Endelea kufanya hivyo vitu baada ya mfungo kusudi usije ukamzimisha Roho Mtakatifu. Kwa tena yale ambayo anakuambia, kama anakuambia unatakiwa unene kwa lugha nusu saa, basi endelea kunena kwa lugha kwa nusu saa, ili kusudi uendelee kutunza ile connection yako kati ya wewe na Yesu, wewe na Mungu. Endelea kutunza ile connection.
Lakini kitu cha mwisho kwa siku ya leo, nini ambacho unatakiwa ufanye baada ya kumaliza mfungo? Ni kwa kujiandaa na mfungo mwingine ujao. Ni kwa kuishi kama yule mtu ambaye anatakiwa afunge consistency, usijiachie, unaelewa? Biblia anasema kwamba kuna mambo ambayo sio kibali kwa kufunga na kuomba. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 21, kwamba jiandae na mfungo ujao. Tunamwona Yesu alikuwa ni mtu ambaye sio kwamba sababu alifunga siku 40 akaendelea kufunga. Alifunga. Tunaona pia hata kwenye Mathayo 15 alifunga pamoja na makutano. Alikuwa ni mtu ambaye anafunga, ni mtu ambaye anafunga. Baada ya siku 40 akaja akafunga siku 3 pamoja na makutano, wakakaa pale siku 3 anawahubiria Injili, hawajara, hawajafanya kitu chochote. Kwa na wewe jifunze, jiandae na mfungo ujao. Jitunze. Unajua usiwe mtu kusema